zangu, hii tu haikuwa katika kalipo tu katika kanisa la Korinto, inaweza ikawa pepo katika kanisa letu. Tukaishi kwa kushindana kwa kalama mbalimbali ambazo Mungu ametujalia. Wengine wanaweza kujiona bora kuliko wengine, lakini katika kanisa wote tuko sawa. Kila mmoja ndani ya kanisa amepewa kipaji chake. Swali la msingi la kujiuliza, unaijua kalama yako? Na wengine tutahukumiwa kwa sababu hatujatumia kalama zetu, hatujatumia vipawa vyetu, hatujatumia kalama ambazo Mungu ametujalia katika maisha yetu. Ukisoma katika waraka huu anataja kalama mbalimbali. Wengine wamejaliwa kalama ya ushauri, wengine kalama ya kuhubiri, wengine kalama ya kuonya, wengine kalama ya kuponya. Kalama mbalimbali ambazo zipo ndani ya kanisa. Je, sisi ambao tumepewa hizo kalama kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ambao tumepewa hizo kalama kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, je, tunatumia kalama zetu? Unasikia tu kabisa ndani ya moyo wako kufanya jambo fulani, mimi hilo alinihusu, watajua wenyewe, kuna fulani watakaofanya. Hamna atakayefanya. Ni wewe uliye ndani ya kanisa ndiye ambao unatakiwa kufanya, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye aliyekujaza hiyo kalama. Wengine wamepewa kalama ya uongozi. Tunajiandaa kuingia kwenye uchaguzi wa viongozi katika ngazi za jumuiya, katika ngazi ya vigango, katika ngazi ya parokia. Tutasikia mmoja amechaguliwa kuwa mwenyekiti, anasema mimi sitaki, mimi siwezi, mimi niko bize, mimi bwana hayo mambo mchagueni fulani. Lakini watu wameona ndani yako una kalama ya uongozi, wameona jinsi ambavyo unaongoza hata katika jamii. Wewe unaweza kuwa mhasibu wa vikundi 15 na upotezi hela. Kwa nini tusaidie kanisani kwa mhasibu? Kwa nini tusaidie kwenye jumuiya kwa mhasibu? Mwingine kwenye upatu huko makini ana vyama 15 na vyote yeye ni mshikana tena ni kijumbe, lakini achanganye daftari ili cha kuzikana, hii ya vyombo, hii sio ya nini, hii ya nini, achanganye daftari na hela ziko salama. Ila ukimwambia njoo kuwa mwenyekiti au njoo kuwa mhasibu wa jumuiya, anasema mimi siwezi. Sasa mbona kule mwenzetu naweza? Mbona kule mwenzetu unafanya vizuri? Kwa nini hiyo kalama usionyeshe kwetu? Ange tunaomba njoo tusaidie kuimba. Jamani njoo tusaidie kuimba. Sasa mimi kuimba siwezi. Lakini huko nje anapopiga kelele, akiongea tunajua ni mama nani huyu anaongea. Kwa nini hiyo sauti ya umbea unaweza kuitoa vizuri huko nje, usiitoe kwa Mungu? Usitumie hiyo kalama kwa Mungu. Kwa hiyo katika mambo ya Mungu wengi tunasema hatunwezi, hatuna hiyo kalama, lakini katika mambo mengine tunaweza. Kwa hiyo ni ishara ya kwamba hatutumii hizi kalama zetu vizuri.